habari zingine ni kwamba waziri wa masuala ya ndani Kipchumba Murkomen amepiga marufuku magenge yanayodai kulinda wakazi wa eneo lenye utata katika mpaka wa Kisii na Transmara. Akihutubia mkutano wa amani uliofanyika Kiango, waziri huyo alimwagiza Inspector Generali kuvunja magenge na makundi yoyote yanayoendesha shughuli za ulinzi kinyume na sheria. Aidha, alionya kuwa ili amani ya kudumu kupatikana, wahalifu wa wizi wa mifugo wanapaswa kushikwa na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Alisisitiza kuwa haki itaonekana kutendeka kupitia uhamasisho, ukamataji, kufunguliwa mashtaka kwa wezi wa mifugo ambao uhalifu wao umechochea mapigano. Hata hivyo, Murkomen alieleza kuridhishwa kwake na hatua ya viongozi wa eneo hilo ya kujitokeza na kuchukua njia ya kurejesha utulivu. Hata kama mwizi ameenda wale wa Kisii, mwizi ni mwizi. Tukiona namna hiyo, tutawacha uhasama ya kupigana kijamii. Na sisi kwa upande ya security tumekubaliana kwamba mtu yoyote mwenye anaiba haitoshi kurudisha ng'ombe. Turudishe ng'ombe, lakini tutoe mwizi ni nani, ashikwe na apelekwe kotini. Mnakubaliana mimi hapo? Kama tutaendelea na hii kazi yenye kila wakati ati mtu anaambiwa ati mwizi ng'ombe zimerudishwa, basi kaeni kwa amani, huyo mwizi atakuwa anapatia gharama kila wakati. Anakuja kuiba hapa, watu wanaenda kutafuta, wanaenda na yeye alibu pesa yote. We want to cooperate kwa pande zote mbili, tutoe uwezi kutoka katikati. Na tunawashukuru kwa heshima kubwa watu wa sehemu hii kwa kudumisha amani kwa hii siku ambazo tangu viongozi wengine walipokuja hapa mumeendelea kudumisha amani, na tunawashukuru sana. Sisi tumedumisha amani miaka mingi. Nataka kuambia watu wetu, tafadhali tuendelee na amani, kwa sababu katika amani yetu kutakuwa na mambo mengi ya maendeleo, kutakuwa na mambo mengi ya watu kuwasiliana pamoja, na watu watakuja katika familia zetu tofauti kuishi pale. Kwa hivyo ningependa kuwapongeza sana wananchi wa sehemu ya Bomachoge Barab na wananchi wa sehemu ya Kilgoris kwa namna ambayo mmekubaliana kwa kauli moja kwamba tusitishe mapigano, tuweke amani. Naam, tutachukua pumziko letu la kwanza, lakini tutarudi baada ya muda usio mrefu.